Zawadi alizaliwa katika kijiji cha ng'ambo, sehemu ambayo mila na desturi potofu zilikuwa sheria ngumu. Katika kijiji hicho, elimu kwa mtoto wa kike ilionekana kama kupoteza muda na rasilimali. Wasichana walifundishwa tu jinsi ya kuwa wake wema na mama. Zawadi alikuwa tofauti tangu utotoni. Alikuwa na udadisi usio na kifani. Wakati wenzake wakicheza midoli, yeye alikuwa akichunguza wadudu, mimea na miamba. Alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa mwanasayansi, ndoto ambayo aliweka siri moyoni mwake. Alipofikisha umri wa kuvunja ungo, ulimwengu wake ulidondoka pale baba yake alipomtangazia kuwa ameshamtafutia mume mzee mrefu, fanya biashara tajiri na mkatili. Alikuwa amekuja kumchukua kama mke licha ya kilio na kusihi kwake. Mila hazikuwa na huruma. Kwa nguvu na vitisho, aliozeshwa na kupelekwa katika boma la mzee huyo. Maisha ya ndoa yalikuwa jehanamu, lakini Zawadi hakukata tamaa. Usiku, wakati kila mtu alipolala, alikuwa akijisomea vitabu vya sayansi alivyokuwa amevificha kwa siri, akiamini kuwa elimu ndiyo ingekuja kuwa mkombozi wake. Siku moja, mume wake alipokuwa safari ya mbali, Zawadi alichukua uamuzi wa kijasiri na kutoroka katikati ya usiku kuelekea mjini. Hakujua anakokwenda, lakini alikuwa na uhakika wa jambo moja: hatarudi tena utumwani. Mjini alikumbana na dhiki nyingi, akifanya kazi za ndani na kuishi mazingira magumu, lakini hakusahau ndoto yake. Alijiunga na shule ya usiku na kusoma kwa bidii ya ajabu. Walimu wake walishangazwa na kipaji chake kikubwa katika masomo ya kemia na biolojia. Kupitia ufadhili wa masomo, alifanikiwa kujiunga na chuo kikuu na hatimaye kupata shahada ya uzamivu katika sayansi. Baada ya miaka kadhaa, nchi nzima ilikumbwa na janga la ugonjwa wa ajabu ulioitwa ugonjwa wa ngozi ya shaba. Watu walikuwa wakipoteza maisha kwa kasi, na wataalamu wengi walishindwa kupata suluhisho. Zawadi alihisi jukumu la kusaidia nchi yake, hivyo alifunga safari kurudi kijijini kwao ng'ambo, ambako ugonjwa huu ulianzia. Kwa kutumia maarifa yake ya kisayansi na kumbukumbu za utotoni, alianza kufanya utafiti wa kina kwenye mimea ya asili. Hatimaye aligundua mmea adimu uliokuwa ukimea kando ya mto, ambao ulikuwa na uwezo wa kuwa vimelea vya ugonjwa huo. Zawadi alirudi maabara na kufanya majaribio mengi hadi akafanikiwa kutengeneza dawa ya uhakika. Dawa hiyo ilisambazwa nchi nzima na kuokoa maelfu ya maisha, jambo lililomfanya Zawadi kutambuliwa kama shujaa wa taifa. Alialikwa Ikulu na kupewa tuzo ya juu ya heshima. Zawadi alitumia mafanikio yake kubadilisha kijiji chake.
alijenga shule za kisasa na vituo vya utafiti, akihakikisha kuwa hakuna binti mwingine atakayelazimishwa kuolewa badala ya kwenda shule. Mila potofu zilianza kufifia na jina lake likabaki kwa alama ya ushindi, uthabiti na nguvu ya mwanamke aliyedhamiria kubadilisha ulimwengu kupitia elimu na sayansi. Funzo la hadithi: maumivu ya jana yawezi kuzuia utukufu wa kesho ikiwa utaamua kupambana. Elimu ni ufunguo wa pekee unaoweza kuvunja pingu za mila na kuleta tiba kwa matatizo ya jamii.